Amen. Sasa leo nina kajukumu karefu ambako sijui kama nitaweza kukamaliza leo, lakini ninamuomba sana Mungu kwamba anipe neema ya kuweza kumaliza leo kile ambacho amekiweka moyoni mwangu, na ni kitu ambacho kimekaa kidogo kwa muda na kimekuwa kikikua. Nimefurahi kuona Irene. Mungu akubariki sana. Karibu sana. Yes. Ninaomba tu univumilie na kupay attention kwenye kile ambacho ninakwenda kuzungumza, kwa sababu ninakwenda kuzungumza kitu ambacho ni halisi sana katika maisha yetu wote. Kila mmoja ambaye anaishi na kumtumikia Mungu katika kizazi hiki cha sasa unakwenda kuhusika katika namna moja au nyingine katika these two areas, au haya maeneo mawili ambayo Mungu amenipa kuyazungumzia leo. Jinsi tunavyozidi kwenda, ninatambua kwamba kuna Ukristo wa aina mbili. Kuna Ukristo ule ambao tunazungumza kwenye maconference yetu, kuna Ukristo ule ambao tunazungumza kwenye makanisa yetu, and then kuna Ukristo kama Mungu anavyoutambua. Kuna Ukristo kama Mungu alivyouasisi. Halafu kuna Ukristo yale tu mafundisho, mapokeo na doctrines ambazo tunazo. Na nimekuja kugundua kama mara nyingi hivi viwili wala havifahamiani, wala haviishi pamoja, wala havipo karibu. Na mara nyingine tunaweza kuwa kwenye Ukristo wa mafundisho yetu ya kanisani, hata mafundisho ya neema au mafundisho mengine ambayo wewe unajiona kuwa ni mafundisho sahihi, lakini yakawa ni dini mfu ambayo haimgusi Mungu na haikupi wewe kuwa ni mtu wa rohoni. Inakupa kuwa ni mtu mwenye mapokeo tu ya kawaida. Sasa ulimwengu mzima pale ambapo unaishi sasa hivi, tunaishi katika nyakati za kiroho sana. Hebu sema nyakati za kiroho. Nyakati za kiroho. Tunaishi katika nyakati za kiroho sana. Pande zote. Upande wa giza unakuwa very active spiritually right now. Yes. Na upande wa nuru unakuwa very active spiritually right now. So kinachotokea kwenye kanisa ni kwamba wale ambao hawakujifunza kujikita katika upande wao sawa sawa, wanakuta wanaachwa na nyakati. Walioko kwenye giza ambao hawakuwa committed kwenye giza, wanaona giza kama linawaacha. Wanaanza kuwa victim ya kutokuwa ndani ya giza katika namna ambayo iko committed. Na walioko kwenye nuru ambao walikuwa tumedandia tu, tunaenda kwenye ibada, mimi ni Mluteri, mimi ni Muassemblies, mimi ni MNTM, unakuta nuru inakuacha kwa sababu you cannot fight the things that oppose you, kwa sababu hujajua. Imani yako sio ya kwako, ni ya mchungaji wako. Imani yako sio ya kwako, ni ya apostle wako. Wala imani yako sio ya kwako, ni ya dhehebu lenu. Kwa kila mmoja katika upande wake anasema the kingdom of God suffers violence and the violence shall take it by force. Yes. Lakini also the kingdom of the enemy suffers the same violence. Kwa hiyo aliyekuwa anaishi kwa kuroga inabidi ajifunze kuroga zaidi, apate waganga wakubwa zaidi, majini makubwa zaidi, ili aweze kutoboa katika kazi anayofanya. Hasa nyinyi mnakutana na watu katika workplace, katika marketplace, ambao wako practiced katika mambo yao. Ukienda pale, wao wanaijua mizimu yao kuliko wewe unavyomjua Mungu wako, hutoboi. Yeah. Pamoja na kwamba umeokoka, na yes, pamoja na kwamba unakwenda mbinguni kabisa, unalogwa all the way mpaka unaingia mbinguni. Na unalogeka. Na Mungu amesimama pembeni kabisa, hasaidii. Anasema ni kweli, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yaani unaangamia, lakini ni watu wangu. Na Mungu ameshakiri kwamba ni mtu wangu. Huyo anayeangamia ni mtu wangu. Anaangamia akiwa mtu wangu. Tuko pamoja? Ndio.
Hasa ulimwengu sasa hivi unajipambanua kweli kweli. Huwezi kutoboa bila nguvu fulani kukusupport katika ulimwengu wa sasa. Katika ulimwengu wa kidini, sisi ambao tuko watumishi tuna pande mbili. Aidha uwe unaroga sana au uwe ni kweli unamtegemea Mungu, ila huwezi kufanya huduma ukiwa neutral. Watumishi wote unaowafahamu Tanzania aidha ni wachawi au wameitwa na Mungu. Kama sio mchawi ni mshirikina. Kama mlikuwa mjui ndo nawapa taarifa. Wachungaji wengi pale amesimama, mitume wengi, manabii wengi, maaskofu wengi pale wamesimama, anahirizi au anatumia nguvu za giza au yuko upande wa Mungu. Hakunaga neutral. Kazini unakofanya kuna watu wa aina mbili. Wako wanaomtegemea Mungu, wako wanaotegemea nguvu za giza. Biashara unayofanya, yani ni kwenye ubunge, ni kwenye uwaziri, ni kwenye uraisi, ni kwenye every area, lazima iweko madhabahu inayokusupport. Hayuko mwanasiasa yoyote Tanzania wa level yoyote ambaye hakuna madhabahu inayomsupport, aidha ya giza ama ya nuru. Hayuko bado, hawezi kusurvive. Ulimwengu utakutafuna. Sasa ulimwengu kwa sasa hivi upo unajipambanua. Kila mmoja anachagua upande, na kila siku unayoishi unachagua upande bila kujua. Unachagua upande kwa matendo yako, kwa maneno yako, na kwa unachokiwaza na kwa mawazo yako. Yani every day you are choosing and you didn't know. Ulikuwa hujajua kwamba unachagua upande, lakini unachagua. Kila siku kwenye ulimwengu wa roho kuna tests zinatolewa, na kutokana na zile tests zinazotolewa unachagua upande. Haleluya. Amen. Kumekuwa kimya Niwarudishe worship team. Na kwa wale ambao tunataka mabadiliko ya kiroho sio kesho, mabadiliko ya kiroho ni leo. Amen. Hata siku moja huwezi kuahirisha mabadiliko ya kiroho. Kile ambacho Mungu anakuonyesha kwamba hiki hakiko sawa katika maisha yako, it needs to be fixed today, not tomorrow. Hakuna siku nitakapokuwa na upako, hakuna siku nitakapokuwa nimekuwa kiroho. Siku ya kukua kiroho ni leo. Siku ya kudevelop upako wa Mungu katika maisha yetu ni leo. Sasa vita ambayo ninakwenda kuizungumza leo inapiganwa zaidi katika maeneo mawili, na nikiyataja utagundua kwamba hata katika maisha yako ni kweli. Sehemu ya kwanza ambayo kila mmoja wenu anapigana vita ni sehemu ya money and power. Ni sehemu ya pesa na nguvu, au nguvu ya ushawishi au influence. Hili ndio eneo la kwanza ambalo linapiganwa, na hili ndio eneo la kwanza ambalo wale wote ambao wanaishi na Mungu lazima watajikuta unapigana. Kwako wewe finances is war. Kwa mtu mwingine finances zinaweza zikaja easy, but not kwako. Kwako wewe, you either swim or you sink. Hakuna neutral. Kwa sababu pesa inakupatia power, inakupatia influence, na ibilisi anajua kuna watu wa namna fulani wakiwa na financial power, wakiwa na financial influence, itawasaidia katika kufikisha ujumbe, katika kuifanya kazi ya Mungu, na ni lazima aoppose hicho, kwa sababu anajua kanuni ilizoko kwenye Biblia yenu kwamba hekima ya maskini haisikilizwi. Mnaweza mkawa na hekima kweli kweli, but as long as you have money, you don't have money, hekima yenu iko contained boko. Ipo contained ndani ya hizi kuta 4. Hamwezi hata kuafford kumlipia mchungaji wenu kwenda redioni kuambia na wengine habari njema. Hamwezi kuafford kuwa na media team.
Hamwezi kuafford hata kwenda tu Morogoro kupeleka mnachokijua, lakini ni kweli you have wisdom, ni kweli you have truth, ni kweli you have God's power, but because you don't have money you are set down and limited. Kwa hiyo vita vya kiroho haviko namna tunafikiri. Nyinyi mko biza, tunateka anga, tunachukua kila ngome tukiivuta chini. Vuteni mnavyoweza, as long as you don't have money. Yaani shetani yeye ameshikwa sehemu fulani. Ya unajua mwanaume hata uwe una misuli vipi, kuna sehemu ukishikwa ikaminywa vizuri, zile nguvu zinakuwa zisaidii. Yaani unakuta tu mtu hawezi kutumia hata nguvu zake, anabaki tu kuomba msaada na kuomba msamaha aachiwe. Sasa shetani akiipataga ile, akishika ile, sasa ndio pesa. Ikishikwa ile, nena kwa lugha unavyojua, funga unavyojua, zungumza mafunuo unavyojua, as long as ile imeshikwa umewezwa. Kwani nimeongea sana mzee Mushi? Niko sawa? Niko na wazee wa kanisa hapa, kwa hiyo wakiona naongea sana watanidhibiti. Nanielewa? Kwa hiyo utapigana vita kwenye eneo hilo. Businesses will suffer. Biashara ambayo ni kawaida na ina boom kwa watu wengine, you will struggle. Utasukuma biashara kwa maombi na kufunga na kufanya nini ili kuweza kwenda mbele, ili kuweza kupata markets, ili kuweza kupata breakthrough ya namna fulani. Kwa sababu kinachoogopwa sio wewe kuwa tajiri. Shetani hana shida na kuwa tajiri. Anasema hivi vyote nimepewa ni vya kwangu, ninaweza kumpa yoyote nitakaye. Hana shida na utajiri wako. Na kuna watu wengi wamefadhiliwa na ibilisi wakidhani kwamba wamefadhiliwa na Mungu. Ibilisi hana shida kukufadhili kama anajua unachokiongea kina uwezo wa kuwapotosha wengi zaidi. Yeah. Yes. Hana shida kabisa. Alikuja hata kwa Yesu akamwambia hivi vyote ni vya kwangu, nina uwezo wa kumpa yoyote nitakaye. Na Yesu hakudispute, anajua vyote vilivyoko ulimwenguni viko mikononi mwa ibilisi. Ligale kabisa, ni mali yake. Sisi tunavyokuja tunachukua sehemu yetu kwa mabavu, sehemu ya urithi wetu. Na alikuja kumjaribu Yesu kwenye eneo nini? La mali. Sio eneo la wito wa Yesu, kwenye eneo la mali. Mikate, geuza mawe yawe mikate. Ukinisujudu nitakupa milki zote za dunia. You see? Kwa sababu ndio eneo. Kama hamjashika fedha, hamjashika huduma, na imani yenu haiwezi kwenda popote. Tuko pamoja? Eneo la pili ambalo unapigana na utapigana ni eneo la mahusiano. Ninapozungumza mahusiano, sizungumzi ndoa peke yake. Interpersonal relationships. Mahusiano baina yako na watu wengine katika kanisa, baina yako na watu wengine katika jamii yako au katika familia yako. Mahusiano ambayo yatakupunguzia ushawishi kwao na yatakupunguzia access. Whether umeokoka au vipi, we need people everywhere. Hata Yesu alihitaji watu. Hata Yesu alihitaji kuzikwa kwenye kaburi la mtu fulani ambaye alijitolea kwamba naomba azikwe humu, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye influence katika mji. Hata Paulo alihitaji kuwa na watu wenye influence katika maeneo mbalimbali. Kuna watu walikuwa kwenye serikali ya Rumi ambao walikuwa ni secret believers wa Paul. Alihitaji kuwa na good relationships na wao ili kuweza kutimiza kusudi, na yeye pamoja na wao kwa pamoja wakawa wanaliwezesha kusudi la Mungu ambalo Mungu alikuwa ameweka katika maisha ya Paul. Kwa hiyo eneo ambalo shetani anajua akiligusa, mahusiano unakaa chini. Haya maeneo mawili ni eneo mama, eneo la fedha ama power na eneo la mahusiano. Yakiguswa haya, you can be brought down successfully.
una uwezo wa kuangushwa successful. Sasa labda niongee kidogo kuhusu ili eneo la kwanza, eneo la fedha, eneo la power, eneo la umiliki. Tuangalie kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 17 na mpaka wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Mungu alikuwa anaongea na watoto wake, taifa la Israeli. Akawa anasema, mnavyokwenda kwenye nchi ambayo ninawapa, maana yake mnapoingia kwenye wokovu wangu, mtakapopata utajiri usiseme ni nguvu zangu zimenipatia. Akasema utamkumbuka Bwana Mungu wako. Kwa nini anasema utamkumbuka? It is because most of the times when God himself brings us success and riches, we tend to forget about him. Mungu akitupatia utajiri na influence na power, mara nyingi the first person to suffer is God himself, because tunamsahau. Mimi nimeona so many times well-meaning people, watu wanaomaanisha vizuri kabisa, sio mtu mbaya, and I can guarantee sio mtu mbaya, ambaye kabla hajatajirika, kabla utajiri haujaja, kabla pesa haijaja, kabla influence haijaja, kabla biashara yake haijalipuka, mtu huyu alikuwa ni amenyooka, anampenda Mungu, yupo kwenye ibada, anatumika, kile kidogo anachokipata anapeleka pale, anafanya. Lakini utajiri ukaja. Baada ya utajiri kuja, unashangaa the first thing to happen ni mtu anamsahau Mungu wake, kwa sababu umetembea kwenye jangwa kwa muda mrefu mno. Kuna vitu umekuwa ukitamani kuwa navyo. Nitatamani kuwa na mashamba ya namna fulani, nitatamani kuwa na miradi ya namna fulani, nitatamani kuwa na magari ya namna fulani, nitatamani kuwa na vitu vya namna fulani. Vimebakia katika level ya ndoto kwa muda mrefu. Sasa pesa inavyokuja, now you can do all those things, and now you are busy chasing your dreams and forgetting the one who gave you the money. Anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako. Yeye hukutajirisha ili kulifanya imara agano lake. Umeona huo mstari? Yes. Kwa nini Mungu anakuletea utajiri mtu wake? Ili kulifanya imara agano lake. Maana yake nini? Without utajiri, agano uliloliamini haliwezi kufanywa imara. Wow. Okay. Kuna direct correlation, kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya financial power au nguvu ya kifedha na agano uliloliamini. Ndio maana ukichunguza maisha ya matajiri wote, wanatumia utajiri wao kuendelea kuimarisha agano walilonalo. Kila mwaka lazima arudi kwa yule mganga wake, kila mara lazima arudi kwa wazee sehemu fulani kwenda kuweka mambo sawa. Kila mara anaimarisha agano kwa kutumia nguvu ya finances alizonazo. Chunguza kila tajiri, utagundua kwamba utajiri wake unaimarisha agano, liwe ni la giza, liwe ni la nuru. Na anasema yeye hukupa utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako hivi leo.
Lakini itakuwa kama mtu akimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia kabisa. Wale waliopewa utajiri kwa njia za majini wakisahau kurudi kwenda kutimiza yale masharti, what happens? It's not different from us, kwa sababu kanuni za kiroho ni zile zile upande zote mbili. Haleluya. Amen. Kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, miungu mingine inajimanifest katika namna mbalimbali. Kuna miungu mingine ambayo ni kazi yako na yenyewe imekuwa ni Mungu. Umeiandama kazi mpaka Mungu umemsahau. Ukidhani kwamba mafanikio yako yanatoka kwenye hiyo kazi, usijue kwamba ile kazi ni mbegu tu, mafanikio yako yametoka kwa Mungu. Amen. Unakuta bosi wako kazini ana sehemu kubwa katika utii wako kuliko mchungaji wako kanisani, kwa sababu unadhani kwamba mafanikio yako yako katika mikono ya bosi wako, hayapo katika mtumishi wa Mungu ambaye anakuongoza, ambaye mtumishi wa Mungu ndio msimamizi wa agano ambalo Mungu amekupa. Haleluya. Amen. Miungu ya kazi, miungu ya burudani, miungu ya michezo, miungu ya mafanikio, miungu ya miradi. Sasa hivyo vitu nilivyovitaja hapo sio vibaya. Kazi sio mbaya, burudani sio mbaya, michezo sio mibaya, mafanikio sio mabaya, miradi sio mibaya. Lakini hivi vitu vikichukua sehemu ya Mungu katika maisha yako, ndio vinapofanyika kuwa miungu ya kigeni, vinapofanyika kuwa sanamu. Haleluya. Amen. Luka sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Akampandisha juu, akamuonyesha. Sema akampandisha juu. Akampandisha juu. Sema akamuonyesha. Akamuonyesha. Sema akampandisha juu. Akampandisha juu. Sema akamuonyesha. Akamuonyesha. Sema akampandisha juu. Akampandisha juu. Akamuonyesha. Akamuonyesha. Oh my people, so many times Shetani anakuchukua, anakupandisha juu, halafu anakuonyesha, and then the rest is history. Oh, mimi mwenyewe binafsi nimekutana na watu katika maisha yangu ambao ile kukaa naye tu hivi karibu, anavyoshare maisha yake na anavyoshare vitu ambavyo tunaweza akanisaidia au tukafanya pamoja, ni kama umepandishwa juu halafu unaonyeshwa yanayowezekana. And now the choice is yours. Yaani unapandishwa juu halafu unaonyeshwa. Pastor Diana, unapandishwa juu halafu unaonyeshwa, yani wewe mama mrembo kabisa, uko modern, uko nini? Yaani ulitakiwa uwe na mtu wa namna fulani. Sawa, najua uko na bwana mchungaji kule Lushoto, lakini yaani unatakiwa uwe na mtu fulani ambaye anaweza ku take care of you. Ukapumzike kidogo Dubai. Umewahi kwenda Dubai kufanya shopping? Yaani unapandishwa juu afu unaonyeshwa. Mabinti, hivi umewahi kupandishwa juu afu ukaonyeshwa? Umewahi kupandishwa juu afu ukaonyeshwa, ukirudi nyumbani kwako ukimwangalia mume wako unakuwa kama unaona mbuzi, yaani unakuwa kwamba hata wanaume na wao wana namna hiyo kupandishwa juu na kuonyeshwa enzi zote, na milki inavutia macho.
Yesu angeweza kusema nikipata enzi zote, nikapata na hii milki, itanisaidia sana kwenye kazi yangu ya kuokoa. Kwa sababu nikishakuwa na enzi, nikishakuwa na influence, nina uwezo wa kuconvince wanadamu. Lakini kusudi lake halikuwa kuwaokoa watu kwa enzi, kwa milki katika namna ile. Alikuwa ana namna tofauti. Kwa hiyo shetani alikuwa anajaribu kuiexcite tamaa ya Yesu. And always the devil doesn't give you anything for free. He gives you something in exchange for your calling. Yes. Yeah. Always shetani akikupa, Waingereza wana msemo, if something is given to you for free, then you are the product. Yeah. There's no free lunch, my friend. Mtu akikupa kitu cha bure, maana yake wewe ndio bidhaa. Yaani wewe ndio unanunuliwa. Msipende vitu vya bure. Kwa hiyo akampandisha juu, akamwonyesha enzi zote, akamwonyesha milki zote za ulimwengu. Milki, hivyo nalo maana milki, power, influence, ushawishi katika jamii. Yesu angechukua hii mambo ya mara Yuda amekusaliti, sijui Petro amekukana, vyote hivyo visingekuwepo. Lakini kupitia usaliti wa Yuda na kukanwa na Petro, ndio wokovu ulikuwa unakuja duniani. Amen. Because Yesu wakati anazaliwa, he was always going to die by crucifixion. Angepokea enzi na mamlaka na power kibinadamu, asingekuwa crucified, kusudi lisingetimia. Yes. Hallelujah. Amen. Mara nyingi adui hutupandisha juu na kutuonyesha mafanikio ya wengine, watu tuliosoma nao. Mara nyingine anatuwekea watu kimkakati wa kutuonyesha tunachoweza kukipata tukicompromise. Tunaanza kukitafutia, afu tukishaviangalia vile vitu, tunaanza kutafutia madhaifu na makosa kwenye kile tulichonacho na tulichokiamini, ili iwe rahisi kucompromise. Kwamba sawa, lakini kwa kweli hata hizi imani tumekuwa tukimtumikia Mungu kwa muda mrefu, lakini matokeo yamekuwa madogo. Labda tukifanya na hivi vingine, huwezi kujua ni Mungu anataka nifanye hicho ili niweze kusaidia kanisa. Mara nyingine tunaanza kusema kwamba ona pastor anavyohangaika kukusanya hela za tent, ona pastor anavyohangaika kupata hela za kiwanja. Kuna vitu fulani nikifanya vinaweza vikanisaidia kumsaidia mchungaji anunue. Hamnaga hicho kitu. Ukipata hiyo hela hutatoa, kwa sababu kila pesa inakuja kwa maagano. Yeah. Huwezi kuchukua pesa ya agano fulani ukapeleka kwenye agano nyingine, because money is spirit. Yeah. Pesa na yenyewe ni mtawala. You cannot divert it. Ndio maana huwa nashangaa, kuna watu, hata Marekani imetokea, kuna wale wachungaji wanachukua pesa za LGBTQ, wanachukua ili kuweza kusema kwamba tunazichukua hizi, wanaambiwa mpromote equity, mpromote vitu vya namna fulani. Anachukua, anasema mimi nitachukua afu nitatumia kuhubiri injili. Hakunaga hicho kitu. Ile pesa inakujaga imesemeshwa. Yes. Mtumishi unapokea ile, unashangaa, unaanza kurembua, kwa sababu pesa imekuja na nguvu yake, iko tayari kufanya kusudi. Mungu akileta utajiri kwako, iwe ni kwa agano, kwa ajili ya kulifanya imara agano, kwa sababu huwezi kudivert funds. Mimi ninawaambia, katika hiki kipindi ambacho tumeingia, mtawaona watumishi, mtawaona wahubiri, mtawaona waimbaji ambao wanapokea pesa iliyo wrong, inaanza kuwatoa kwenye lengo. Huku mnaanza kumwona mtu alianza vizuri, lakini the more anafanikiwa kimwili, the more influence anakuwa nayo, the more anakutana na rais, anakutana na mawaziri, anakutana na wabunge kila siku, the more anafanikiwa, unakuta the more ujumbe unakuwa haupo. Ujumbe una dilute. Unaanza kushangaa jumbe zake za kwanza sio jumbe hizi. Yes. Unaanza kushangaa nyimbo zake za kwanza sio nyimbo hizi. Ni kwa sababu alichokipokea hakisupport agano alilopewa.
You can never control money ambayo imesemelezewa kusudi. It will always control you. Huwezi kuwa na power. Ninawaambia vitu nyinyi ambao mpo kwenye uimbaji wa Injili. I say, komaa tu na Mungu. Hakunaga shortcut duniani. Nasema nataka niwafikie watu wengi. Umetumwa uwafikie watu wengi. Uliitwa kuwafikia watu wengi au uliitwa kuimba ujumbe wa Mungu kwa wale waliokusudiwa? Unasema nataka wasikilizaji wangu wawe wengi, lakini wakisikiliza wanamsikia Kristo. Wakiisha kukusikiliza wanaishia kuwa wameburudika au wanaishia kusema ole wangu mimi? You see, not every power is good. Unapoona kama wewe ni mwimbaji wa Injili, hii nawaambia na wachana live. Kama wewe ni mwimbaji wa Injili, halafu ukaona huduma yako inawaburudisha hata walioko gizani, wanaburudika sio kwa kutamani kutoka gizani, ila wanaburudishwa pale walipo na kufanywa kuwa comfortable pale walipo, you are not ministering. Wewe ni bongo flavor Injili style. Nimeongea hapo au sauti niongeze kidogo? Nimeongea. Tatizo ni ushamba wa kiroho. Ukipandishwa tu juu na kuonyeshwa, basi unatoa kila kitu. Yaani bei yetu isifikiwe kirahisi hivyo. Yaani uwe na kiburi na wewe kidogo, kwamba yani hawawezi wakafikia bei yani kirahisi tu hivyo, wameshafikia bei. Hallelujah. Amen. I say, anasema nitakupa enzi yote hii na fahari yake. Na fahari ni glory, utukufu. Enzi ni madaraka, influence, power, riches. Anasema nitakupa. Shetani hana shida kukupatia hivyo vitu. Ngojeni niwaambie, naomba nisikilize. Chochote unachokipokea halafu kikakuondoa kwenye huduma, umepokea the wrong thing. Amen. Hata kama kinakusomeshea watoto, hata kama kinakuvalisha, hata kama kinakulisha, chochote unachokipokea halafu kikakuondolea ushawishi wako katika masuala ya Mungu, umepokea something wrong. Mungu hakutuita duniani kuja kuwa influential kwa namna hiyo. Alituita ku-influence ulimwengu na nuru ya Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Angalia sana kama enzi uliopewa na fahari uliopewa vinakuondoa kwenye imani, utii, kazi ya Mungu, basi hujavipokea kutoka kwa Mungu bali kwa yule mlaghai. Enzi na fahari ya kweli huja kuliimarisha agano tu. It doesn't matter what you do. Hata kama kazi ulioipata, umepata kazi posta, imekuja kuimarisha agano. Hata kama kazi uliopata ni kuendesha fuso, imekuja kuimarisha agano. Hata kama kazi ulioipata ni manispaa, imekuja kuimarisha agano. Mmenielewa nachoongea? Amen. Mathayo 8. Mathayo 8 mstari wa 36 mpaka 38. No, sorry, Marko 8. Marko 8 mstari wa 36 38 mpaka 38. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake?
Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Kwenye hili andiko tunaona it is possible to gain the whole world and lose your soul. Yes. Mmeielewa hiyo? Inawezekana kabisa kuupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yako. Hasa Yesu anasema itakusaidia nini? With all the money and all the power and all the influence. Na so many people have come to discover this late. Kwenye hii story yote yanayoendelea kule Marekani na P. Diddy na nini, vitu vingi vimekuja kufunguka kwamba kumbe kuna watu wengi ambao tumekuwa tukiwaadmire, ma actors, waimbaji, nani ambao tumekuwa tukiwaadmire kama ni mtu powerful, ni mtu tajiri, ni mtu anafanya vizuri, tumekuja kuwaadmire ambao kumbe kuvipata vile vitu they had to give up their humanity. Yeah. Tumekuja kuona toka amekamatwa P. Diddy na mafaili yake yamekamatwa, kuna watu ambao wamepotea kabisa kwenye ramani. Watu kama kina Justin Bieber, watu kama kina Asha Raymond, na watu wengine ambao ilibidi wasujudu, ilibidi watoe utu wao ili kuweza kupata influence. And most of the times kuna watu wanakuja kugundua kwamba it's not all about influence. Ndio maana wanakuja kushangaa watu kama kina Robbie Williams alikuja akajiua wakati ana dola zaidi ya milioni 200 kwenye akaunti zimekaa. Anajiua, anasema life has no meaning. Wakati wewe unawaza katika hizo dola milioni 200, mimi ningepata dola milioni 1 tu, ningefanya maajabu hapa Tanzania. Yaani wangejua kwamba kuna mwana wa Mungu Tanzania anaishi. Kama una dola milioni 200 unajinyonga. Yes. Ni kwa sababu it's never about money. Yeah. Ndio hiyo itamfaidia. Wengi wanakuja kugundua kwamba power is an illusion. Watu wanaingia kwenye politics desiring power. Halafu akiingia kule na kugundua kwamba it's an illusion. Angalia marais wa Marekani. Angalia George Bush yule senior na George Bush mwanae. Angalia Barack Obama. Angalia Bill Clinton. Angalia hawa watu wakati wanaingia wao, urais wao ni miaka 4. Kwa hiyo kipindi chake viwili miaka 8. Angalia hawa watu wanavyoingia, picha zao wanapoingia kwenye urais. Yuko young, yuko vibrant. Angalia baada ya miaka 5 amekongoroka, amekwisha, kwa sababu hakujua uzito wa ile power. Yeah. Hakujua uzito wa kubeba ile power. Hakujua kwamba the presidency, you are not the one controlling it. Obama alisema mimi sitaki kabisa askari wetu waweko Afghanistan. Sitaki. Nikiingia mkinipa uraisi, nitawaondoa kule Afghanistan, wote watarudi Marekani. Kwa sababu tunapoteza tu hela kule, tunafanya nini? He didn't know kwamba presidency is just a figurehead. Wewe ni picha tu, ziko forces zinazo control. Ukifika pale unagundua kwamba mimi am a president but I have no power. Alivyoingia tu kwenye urais, ndani ya miezi 3 aliongeza wanajeshi 6,000 Afghanistan. Sio alipunguza, aliongeza. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa the military industrial complex, my friend. That is the president, not that man mnayempigia kura. Aliingia akakutana na wale. Mkimaliza kushangilia huku, umekuwa rais, mnashangilia, mnakwenda huku na dance, unafanya nini? Ukishaondoka wanakujaga watu wenye suti nyeusi. Wanakwambia sasa, ninajua hizi ndio ahadi zako za kampeni, weka pembeni. Wanaleta mafaili mengi, wanasema Marekani ndio hii. Hii ndio Marekani. Hiki ndicho utakachofanya, hiki ndicho utakacho sign. If you don't, there will be serious consequences for you and your family. Do we understand each other, Mr. President? Na wale watu huwa hawachaguliwi na mtu. Sasa wale ndio Marekani. Marekani sio nchi, ni watu, na huwa hawazidi 5.
Sio mnanielewa? Power. Power mara nyingine ukiwa nje huelewi, unatamani nikiingia Ikulu nitafanya hiki, afu unaingia unakuta ni wale wale. It's not about chama. Ulimwengu una kanuni zake zinazoongoza. Mara nyingi hata nyie kuna vitu mnatamani, natamani niwe na influence hii, niwe na power hii. Kuna vitu fulani sio vya kuvipata, kwa sababu kuna namna fulani ukivipata, kama hujaandaliwa kisaikolojia, you will compromise on who you are. Sio kama mnanielewa? Amen. Kuna mtu kwamba ana power na kuna mtu mwingine power ina yeye. That's the difference. Ukiwa na Kristo na unafahamu wito wako, power ikija, you have power. But if you don't know who you are and your calling, and power comes, it has you. And you are lost. Anasema mkinionea haya katika kizazi hiki chenye dhambi, na mimi nitawaonea haya. Mambo ya Mungu unaweza kuyaonea haya, hata watu wakashindwa kujua kwamba wewe ni nani, hata ukashindwa kutoa ushuhuda na kusema kwamba wewe ni nani katika eneo lako la biashara, katika eneo lako la kazi, ukashindwa kuweka msimamo wako ukajulikana. Kuna baadhi yenu tukija kazini kwako tukasema Bwana asifiwe, watu wote watashangaa kwamba unamwambia Bwana asifiwe huyu. Sema huyu tuko naye kanisani. Kanisa gani? Huyu ameokoka. We bwana tuko wote kazini miaka 5, hujawahi kutuambia kumbe na wewe unafanyaga hiyo kitu, umeokoka. Unasema mara moja tukipata nafasi huwa tunapita kanisani. Unajua haya mambo bwana ni vizuri mara nyingine kumkumbuka Mungu. Si unaelewa, unayeyusha. Unajua Mungu bwana ndo ametumba. Ni vizuri kumkumbuka, na ni kwamba sio ametumba. Wewe si mwenyekiti wa kwaya. Itamsaidia nini mtu kupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake mwenyewe? Listen to me, God's people. Money is good. Power is good. Kwa sababu through hivi vitu tunaweza tukapenyeza influence. Ndio maana Mungu aliwachukua watu kama kina Danieli akawaingiza kwenye serikali za watu. Aliwachukua watu kama kina Esther akawaingiza kwenye serikali za watu. Aliwachukua watu kama kina Yusufu akawaingiza kwenye serikali za watu. Aliwahitaji hawa watu kina Shadrach, kina Meshach, kina Abednego. We need Shadrachs of today. Kina Meshach wa leo, kina Abednego waingie kwenye systems za dunia. Lakini anaingia akiwa ndani anamjua Mungu, anamwambia mfalme, hatutaisujudia sanamu yako, never. Ikiwa utatuweka kwenye moto, Mungu wetu ana uwezo wa kutuokoa. Na asipotuokoa, just in case, akiamua kutokutuokoa, bado wewe kama wewe, hatutakusujudia, never. Lakini wako in government. Hao ndio Mungu kizazi anakiinua, ambao kwa lile fumbo alikuwa anasema mtakapoingia huko kwenye government zao, watakapowawashia mioto haitawaunguza, kwa sababu ndani ya tanuru, ndani ya hilo bunge, ndani ya hiyo wizara, ndani ya hiyo section kutakuwa na mtu wa 4 ambaye ni kama mwana wa miungu. Amen. Ambaye yuko pamoja naye. Huko ndio mtakunywa vitu vya kufisha, havitawadhuru. Wengi mlioko hapa ulishawahi kupewa sumu but you never noticed. Amen. Ulirudi tu nyumbani umeshiba, una kagesi kidogo. Lakini unashangaa kwamba mbona leo kama tumbo kama kuna gesi, kumbe Mungu tu amefanya ile sumu na yenyewe iwe carbohydrate. Basi anaweza hata Mungu akaacha tu kwamba okay basi ngoja mwanangu aharisha siku 2, alafu unakuta tu imeisha mwilini, haipo. Wanashangaa kwamba huyu jamaa mganga wake ni kiboko. Alitoboaje kwenye ile sumu? You never knew. Mungu hakumaanisha mtakunywa vitu vya kufisha vitawadhuru. Hakumaanisha mkanunue sumu ili kuprove uungu. Kwamba sasa alisema tutakunywa vitu vya kufisha havitatudhuru. Kuna mchungaji kule Marekani alisema akaja na cobra kanisani. Alisema tutashika nyoka, alikufa. Na wala Mungu hawezi kukutetea kwa ujinga. Mungu anakwambia huoni huyo ni cobra. Hujamkamata kwa bahati mbaya, umemfuata afu umemchokoza kanisani. Akamng'ata cobra, akapeleka moto, mtumishi akafa.
Haimaanishi kwamba tunakwenda kununua sumu tunywe ili kuprove, ona nina upako na kunywa, ona sasa unakunywa cyanide ufe, unakufa. Lakini mara nyingine kuna watu wamekutegea vitu umevikanyaga, kuna watu wamekutegea vitu umevishika. Yes. Kuna sumu za aina nyingi. Kuna sumu unashika tu taulo ukijifutia tu hivi chini, ukishika tu handkerchief umekufa, ukiipumua umekufa, za aina nyingi. Ukute uliwahi kupewa, lakini uko hapa tu unashangaa unang'aa sharubu. Mungu alikulinda. You are here. Unapokuwa na kusudi la Mungu, Mungu always analinda kusudi lake. The same way serikali inawalinda watu fulani kwa sababu it has vested interest in those people. Halindwi mtu, inalindwa kofia. Mara nyingine Mungu anakuangalia, huyu mwanangu ni mshenzi lakini ana kofia. Kuna kofia kaivaa. Kwa Mungu anakulinda katika ushenzi wako. Kuna watu mmelindwa na vitu vya ajabu. Kuna watu mmepita maeneo ambayo ulitakiwa utokea upande wa pili na ukimwi. Hilo sitalielezea zaidi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa amekuweka kusudi na anajua kuna kitu fulani ndani yako ambacho utakuja kukifanya miaka 5 kutokea leo, akaamua alilinde kusudi lake. Amen. Iko tu hivyo. Haleluya. Amen. Tunaweza kufanyeje kujiokoa na hali ngumu kiuchumi? Usikae kwenye maombi peke yake. Jifunze kitu cha aina fulani, halafu focus katika hicho, usibadilishe. Jiongezee maarifa katika hicho. Kutana na watu wa hiyo field. Jitolee kufanya hata bure ili kujifunza hicho kitu. Kubali kuanza na udogo, usichoke mpaka ukue. Vumilia katika hilo eneo moja kwa muda wote, huku ukimwamini Mungu. Usibadilishe ukiri wako. Ndugu watakukatisha tamaa. Yawezekana hata mwenza wako akakatisha tamaa kuhusu hicho kitu na kudharau. Walimwengu hawatakuelewa. Lakini bakia na ushamba wako wa imani kwa Mungu. Mungu wako atafanya wakati ukifika. Amen. Hallelujah. Amen. Never change your confession. Usiogope kujishughulisha na yaliyo manyonge. Makuu siku zote huzaliwa kutokea kwenye manyonge. Amen. Hallelujah. Amen. Unayovumilia yale madogo, unayovumilia yale manyonge, ndio yatazayo makubwa ambayo Mungu anakuja kuleta. Always pray, then take action. Then pray some more, then take action. Then pray some more, then take action. And then repeat the cycle. Siku zote omba, halafu chukua hatua. Usikae tu unaomba hufanyi kitu. Mungu atakukuta ukiwa unafanya kitu, and then ataki amplify. Mungu habariki nothing. Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Amen. Kwa hiyo lazima iweko kazi ya mikono yako ili Mungu aje aikuze, ili Mungu aje aibariki. Amen. Hallelujah. Amen. We need financial influence.